Mali, jiandae Dr. Kikoyo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuweza kupata nafasi tena ya kuweza kuchangia. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuruhusu mabadiliko mbalimbali katika nchi yetu katika kuboresha kutoa huduma kwa wananchi wetu. Lakini tumeona pia utayari wa mwanasheria wetu mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Johari, mwalimu wangu. Amekuwa ni mwalimu mzuri. Toka nilipokuwa shule amenifundisha mambo mengi, masuala ya sheria, hasa masuala ya international laws. Lakini leo namuona kama mwanasheria mkuu wa serikali akifanya kazi nzuri na ameleta maboresho mbalimbali kwenye kamati, lakini pia ndani ya bunge letu. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, niseme tu kwamba sheria zote ambazo zimeletwa na kamati imeweza kuzichambua kwa kina, na tumeweza kuona kwamba hii lengo la sheria hizi ambazo tumezichambua na kuzipitisha ni kurahisisha kutoa huduma kwa wananchi wetu, lakini katika wadau mbalimbali ambao wanaozisimamia, lakini pia wanaozitekeleza, lakini pia zinazoenda kuwahusu wadau. Kwa mfano, mimi nipende kutumia fursa hii kumpongeza kwanza mwanasheria mkuu wa serikali kwa maboresho makubwa kwenye sekta ya sheria, ambayo miswada na sheria ambazo zilikuwa zikipitishwa kwa upande wa mwanasheria mkuu wa serikali ilikuwa inaishia tu kwake, kisha saini, biashara inakuwa imeisha hapo, hajui kule utekelezaji wa ule mkataba umeenda kutekelezwa kwenye hiyo taasisi aliyosainia aliyopitishia mkataba yao au serikali kwa ujumla. Lakini kwa maboresho haya tunaweza kumpa sasa nguvu mwanasheria mkuu wa serikali kwamba anapopitisha sheria ya taasisi zozote au mikataba yoyote ya kwenye taasisi mbalimbali za serikali au serikali kwa ujumla, inampa nguvu sasa mwanasheria mkuu wa serikali kufanya monitoring ya kila alichokipitisha kwenye hiyo mikataba mbalimbali katika taasisi za umma, lakini pia katika serikali kwa ujumla. Lengo lake ni nini? Inaisaidia serikali mikataba inayokuwa imepitishwa kutoka katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuhakikisha kwamba inatekelezwa, inasainiwa kwa wakati, lakini pia inaondoa ile ubadhirifu. Wakati mwingine mikataba imeshasainiwa, anakuja tu baadaye mwanasheria mkuu wa serikali anaambiwa wale waliopitisha yameenda kutokea madudu kule, yametokea hivi ubadhirifu huu. Lakini kwa kumpa mamlaka haya, anashuka sasa chini kwenda kufanya follow up, kujua hii mikataba imefikia kwa hatua gani, inaendaje, na kama kuna sehemu kuna mess hapo anapata room ya kuweza kurekebisha. Kwa hiyo nakupongeza sana mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuleta hii boresho la kukupa nguvu, na bahati nzuri una nyanja zinazoshuka mpaka chini kule katika level za wilaya. Lakini katika sheria hizi pia kupongeza mwanasheria mkuu wa serikali na wizara kwa ujumla kwa kufanya maboresho. Kwa mfano, ofisi ya DPP hapo mwanzo kila kitu kama makosa ya uhujumu uchumi mpaka yapate kibali kutoka kwa DPP nchi nzima, manake unaleta mlolongo mkubwa na kusubirishwa ama kucheleweshwa, kwa usumbufu ulikuwa mkubwa. Lakini leo ofisi ya DPP zipo katika kila wilaya, kila mkoa. Kwa hiyo hii inasaidia sasa kuwapa mamlaka katika level za wilaya, level za mikoa, kuhakikisha kwamba kesi za uhujumu uchumi wanapata nafasi ya kuweza kuzipeleka katika mahakama za wilaya na mkoa kwa ajili ya kwenda kuchukuliwa hatua mbalimbali za kisheria. Kwa hiyo nakupongeza sana serikali kwa kuleta hii miswada ya maboresho na kwenda baadaye kwa sheria kamili ili kuboresha na kuongeza ufanisi katika utekelezaji na utendaji wa serikali. Lakini ile nyongeza ambayo nilikuwa napenda pia nichangie, Mheshimiwa Naibu Spika, kuna mikataba wa C189 wa kimataifa. Huu mkataba ni wa kazi za staha za wafanyakazi wa ndani. Huu mkataba umesainiwa na nchi nyingi duniani, bado nchi yetu ya Tanzania hatujasaini huu mkataba. Huu mkataba unaenda kulinda haki za wafanyakazi wa ndani wanaofanya kazi ndani ya nchi na wanaokwenda nje ya nchi kwenda kufanya kazi za ndani kwenye nchi mbalimbali. Kwa hiyo tulikuwa naomba na sisi mwanasheria mkuu wa serikali kupitia Wizara ya Kazi walete huu pia huu mswada, tusaini huu mkataba na sisi tuingie katika hizo nchi ambazo zimesha saini. Karibu nchi nyingi duniani, zaidi ya nchi 100 zimesha saini. Sisi bado, na hata kuleta hapa bado, na kwenye kamati yetu bado. Nikuombe Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali kwa kushirikiana na Wizara ya Kazi, ikiwezekana kabla bunge hili kuisha, ulete hilo jambo, tulitengenezee mazingira, tupitishe, ili hawa dada zetu, kaka zetu wanaofanya kazi za ndani ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu
wawe na sheria ambayo inawalinda, ambayo inatambulika kimataifa kama hii ya mkataba wa C189 ambao umesainiwa duniani kwa wafanyakazi wa ndani ambao wanafanya kazi hizi ambazo za kutoa huduma. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, mimi alikuwa ya kwangu ni hayo, naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja. Asante sana. Asante Mheshimiwa Gulamali, ni bora sasa ukasome sheria za michezo hasa mpira.